Tunafanya kumbukumbu. Siku hizi ni sikukuu ambazo ni za kukumbuka. Si kwamba Yesu amekufa leo. Ni kumbukumbu. Kama vile ambavyo tunafahamu kumbukumbu za birthday za watu, kwamba alizaliwa lini na maisha yake yaliendaje. Watu wengine wanazo kumbukumbu kwamba lini alizaliwa, wanakumbukumbu pia lini alifunga harusi, anakumbukumbu pia hata lini alikufa, baba yao alikufa lini, mama yao alikufa lini. Watu wengine wanajua vile. Kwa hiyo Yesu Kristo miaka mingi iliyopita, zaidi ya 2000, miaka zaidi ya 2000 iliyopita, aliangikwa msalabani na alikufa msalabani. Bwana asifiwe sana. Hiki ndicho kiini cha imani ya Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukisikia kiini cha imani ya Kikristo, sio kokote ambako yote yamefanyika na mengine yamefanyika, lakini katika hii process ya kifo chake, kwenda kwake msalabani na kuzikwa kwake na kufufuka kwake, ndiyo kiini cha imani ya Kikristo. Bwana asifiwe sana. Na nitalizungumzia hilo kwa kifupi, kwa sababu wengi mnajua amekufa ili atusamehe dhambi, amekufa ili tuokolewe, amekufa ili tushinde na mambo yote mnajua. Lakini kwa sababu ni jioni pia ya maombi, nataka nikupeleke katika mahitaji mawili makubwa ambayo utayaombea katika jioni ya leo. La kwanza, tutakwenda kuomba juu ya mambo ambayo tunayaombea lakini hatupati majibu, au tunapata lakini majibu kwa kuchelewa. Kwa hiyo ndio jambo la kwanza kabisa. Lakini jambo la pili, tutakwenda kuomba juu ya mahitaji yale ambayo ni changamoto au ni matatizo, halafu yanajirudia. Yaani unaweza ukaombea jambo leo, unapata matokeo, halafu baada ya miezi mitatu, miezi sita, tatizo linajirudia kama lile. Miaka mingi ambayo imepita, kwa nini Yesu Kristo alikuja? Yesu Kristo alikuja kwa sababu nyakati nyingi zilipita, manabii wengi walipita, na walipopita walihubiri kwa habari ya dhambi, walihubiri kwa habari ya makosa, walihubiri juu ya watu kutubu, walihubiri juu ya watu kutengeneza, walihubiri juu ya watu kuweka mambo kuwa sawa. Lakini watu walisikiliza kwa wakati huo na baadhi walikataa. Na huyo mtumishi ama nabii alipoondoka, watu wengine walirudi kwenye mambo yao. Kwa hiyo ilitokea hivyo wakati wa Ibrahimu, imetokea hivyo wakati wa kina Nuhu, imetokea hivyo wakati wa manabii mbalimbali ambao wamepita, na mambo yakawa yanajirudia. Kilichokuwa nafanya Mungu alete watumishi mbalimbali, manabii mbalimbali kwenye kati mbalimbali, ni kwa sababu yale yanayofanyika yaliyo kinyume na mapenzi ya Mungu yanajirudia. Sasa Mungu akatafuta jinsi atakayokomesha. Bwana asifiwe sana. Na alipotafuta jinsi ya kukomesha, ndipo Yesu Kristo, Bwana wetu, Mfalme wetu, Mungu asiyeshindwa, akaja. Na ndio maana baada ya yeye huoni tena wamekuja manabii, kwa sababu alikuja kutimiliza, alikuja kukamilisha, alikuja kumaliza. Na sio hivyo tu, alifanya hivyo kwa wanadamu walio hai, lakini kifo chake msalabani kilimfanya aliuawa katika mwili, lakini roho yake alikwenda kuzimu kuwahubiri watu wale wa zamani ambao walikwama wakati wa mahubiri ya Nuhu, walikwama wakati wa mahubiri ya wale watumishi wengine wa kina Isaya, walikwama wakati wa kina Yeremia, wale ambao walikwama, ambao walikuwa kule kuzimu, ambapo walikuwa kule wanasubiri. Alikwenda pia kule. Waraka kwanza wa Petro, twende pale. Sura ya 3
mstari wa 18. Waraka kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 18 mpaka wa 20. Waraka kwanza Petro sura ya 3:18 mpaka 20. Anasema, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Hebu tuseme wote, ili atulete kwa Mungu. Ili atulete kwa Mungu. Kwa sauti zaidi, ili atulete kwa Mungu. Ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa, bali roho yake ikauishwa, ambayo kwa hiyo aliwaendea roho waliokaa kifungoni, akawahubiri watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache, yaani watu 8 waliokoka kwa maji. Bwana asifiwe sana. Angalia haya maneno, ni maneno muhimu sana katika mstari wa 18. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi. Aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi. Na Biblia inasema wazi kwamba mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki. Aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi. Aliteswa akiwa mwenye haki kwa ajili yao wasio na haki. Haleluya. Ni jambo ambalo ni ajabu kidogo, kwa sababu alipokuwa anateswa, alikuwa anateswa kwa ajili ya wenye dhambi. Alikuwa anateswa kwa ajili ya wasio na haki. Alikuwa anateswa kwa ajili ya wewe na mimi. Mara moja hilo lilifanyika, lakini Biblia inasema hivi kwamba ili atulete kwa Mungu. Ili atulete kwa Mungu. Atutoe wapi? Dhambini. Atutoe wapi? Kwenye laana. Atutoe wapi? Kwenye mikosi. Atutoe wapi? Kwenye bahati mbaya. Atutoe wapi? Kwenye shida. Atutoe wapi? Kwenye kushindwa. Atutoe wapi? Akatutoa kule, akatuleta kwa Mungu. Wewe umetolewa katika hizo changamoto na katika hizo shida za kidunia na mambo mengine, akakuleta kwa Mungu. Haleluya. Hili ni jambo ambalo ni kubwa. Lakini Wakorintho kwanza 15. Wakorintho kwanza sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri. Ngoja kwanza tufike pale. Mmeshafika pale Wakorintho kwanza 15 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Twende sasa. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana niliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko. Okay, na ya kuwa endelea kidogo pale. Na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya 3, kama yanenavyo maandiko. Asante sana. Mpaka mstari wa 4 pale. Bwana asifiwe sana. Sasa angalia haya maandiko yana kiini cha imani ambayo tunayo kama Wakristo. Anasema, ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyohubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama. Anasema, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Mstari wa 3, kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale mliyoyapokea, niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Yaani hili ni jambo kubwa. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Nilikuwa nikiangalia maandiko mengine, Biblia inasema nanyi pia mmekufa katika dhambi. Mmekufa pamoja na Kristo. Mmekufa pamoja naye. Mmeifia dhambi. Unaona, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa.
Alipokufa ile siku, kama Ijumaa kama leo, ilikuwa saa 3 asubuhi, vurugu zilianza, saa 6 mchana, jua lilipotea, giza likatanda, saa 9 jioni akafa msalabani. Alipokufa, wakati jioni inaingia, kabla hakujaingia Sabato, wale watu wakaenda wakaondoa mwili wake, wakaenda wakamzika. Na walipomzika, Biblia inasema ilionekana kama kitu cha kawaida, kama manabii wa kawaida, kama watu wengine. Amekufa mheshimiwa, inabidi azikwe na mambo mengine. Lakini katika mstari wa 4 anasema, na yakuwa alizikwa, na yakuwa alifufuka siku ya 3 kama yanenavyo maandiko. Yesu Kristo si kama manabii wengine, si kama mitume wengine, si kama viongozi wengine wa kidini, si kama watu wengine. Biblia inasema alizikwa kweli kama watu wengine, kama yanenavyo maandiko. Alipozikwa, roho yake alikwenda kuzimu, alikwenda kule chini kwenye roho ambazo ziko kifungoni, akawahubiri Injili watu ambao walikuwa hawatii zamani, wakati wa Nuhu, wale ambao walikuwa hawatii, akahubiri Injili, akawaleta wengine kwake waliokuwa hawatii zamani. Paulo anasema, lakini siku ya 3, haleluya, siku ya 3, watu wakiona tumeshamzika, tumeshammaliza, siku ya 3, Biblia inasema malaika kutoka juu alishuka. Ilikuwa ni siku ya 3, ilikuwa ni siku ya Jumapili. Na ndio maana process zote zinazoendelea katika juma hili, toka Alhamisi akiwa nikaa usiku na meza za Bwana, Ijumaa kama hii matukio yakitokea, akifa, Jumamosi Injili ikiendelea huko zimu, Jumapili ufufuko wake. Imani yetu imejengwa hapa, haijajengwa katika ile mizimu, haijajengwa kwa wachawi, haijajengwa kwenye ile mitambiko, haijajengwa, imejengwa hapa. Na imejengwa hapa ili aje ashughulikie yale ambayo katika hali ya kawaida hayawezekani. Matatizo ya dhambi, shida za dhambi, chochote kile ambacho kinaonekana ni kigumu. Unajua, kule kuwekwa msalabani ilikuwa sehemu ya kukataliwa. Walikuwa wanawekwa watu ambao wanalaana, ndio walikuwa wanawekwa msalabani. Na Yesu Kristo yalifanyika yale ili sisi tupate ukombozi. Haleluya! Amefanya ili kutusaidia kushinda dhambi, amefanya ili kutukomboa na laana ya torati, amefanya ili kutulipia deni la dhambi zetu, amefanya ili kutupa kibali cha kumkaribia Mungu. Na ndio maana alipokuwa anakufa msalabani, pazia la hekalu lilipasuka vipande viwili, na lilipopasuka, kipande kimoja kikaenda huko, kipande kingine kikaenda huko. Watu wakapaona pale ndani patakatifu pa patakatifu. Na kwa sababu hiyo, kifo cha Yesu msalabani kilipasua hekalu, uwazi ukapatikana, ili wewe na mimi tuweze kumwendea Mungu kirahisi. Biblia inasema ili atulete kwa Mungu. Haleluya! Ili atulete kwa Mungu. Mwambie mwenzako, Yesu Kristo amekufa ili akulete kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana kwake hakuna lisilowezekana. Hebu tusome ile andiko, Waebrania 9:6-8. Waebrania 9:6-8. Twende pale Waebrania sura 9, alafu mstari wa 6 mpaka wa 8. Waebrania 9:6-8. Basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa, Waebrania 9:6-8. Basi vitu hivi vikiisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima, wakiyatimiza mambo ya ibada. Lakini katika hema hiyo ya pili, kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu, atoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Mstari wa 8. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili, ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado, hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama.
Asante. Wakati ule kulipokuwa na hiyo pazia la hekalu likiwepo, watu walikuwa na taratibu mbalimbali za ibada. Kulikuwa na hema ya kwanza, watu wanakaa kule na sadaka zao na vitu vyao. Kulikuwa na hema ya pili ambapo sadaka zilikuwa zinatolewa na dhabihu, makuhani wanaingia peke yao na mambo mengine. Alafu kulikuwa na sehemu hiyo ya tatu ambayo kuhani mkuu alikuwa anaingia peke yake pasipo mtu yeyote. Ilikuwa ni sehemu ambayo watu walikuwa hawajui huko ndani kuna nini. Watu hawajui huyo Mungu yukoje. Watu hawajui kuhani akiingia huko anafanya nini, anaongea nini na nini. Wanajua tukatupelekea mambo ya dhambi zetu na kila kitu. Kwa hiyo njia ilikuwa bado ya kupaingia. Ilikuwa bado alikuwa anaingia peke yake. Tena unapofuatilia maandiko yanaonyesha wazi kwamba hata alipokuwa anaingia katika vitabu mbalimbali vya historia vinaonyesha walikuwa wanamfunga cheni fulani. Maana kule ndani akiingia akiwa na makosa alikuwa naye anafia huko. Kwa hiyo wakisikia kimya kimezidi na kulikuwa na shanga fulani wanavaa katika miguu, akikanyaga hivi zinakuwa zinalia huko miguuni. Kwa hiyo akiwa huko ndani anatembea anatoa sadaka, wanazisikia kule nje. Wakisikia kuna ukimya, hasikii kitu, muda umepita, jinsi ya kumtoa walikuwa wanavuta ile kamba. Kwa hiyo na yeye anatoka anavutwa akiwa amekufa. Lakini wakiwa amepata kibali mbele za Mungu, hakuna shida na mambo mengine, baada ya kumaliza ibada zake na kuongea na Mungu na kuongea mambo ya watu, alikuwa anatoka. Njia ilikuwa bado, ilikuwa haijaonekana bado. Na huku ndiko watu waliabudu hata kwa mambo ya kivuli. Tunapoabudu leo kwenye makaburi, tunapoabudu mambo ya mizimu, tunapotegemea wafu na vitu kama vile, ni kwa sababu njia watu wanakuwa hawaioni. Lakini kwa kifo cha Yesu msalabani, kwa kifo chake, maandiko yanasema pazia lilipasuka. Lilipopasuka likakaa vipande viwili, pakawa wazi, ile njia ya kupaendea ikafunguka. Na imefunguka kwa ajili yako pia. Kwa ajili yako una uwezo wa kumwendea Mungu moja kwa moja, wewe binafsi. Haleluya. Na ndio maana ni vizuri kwa ajili ya watumishi, kuna neema maalum wanapewa. Wanapokuambia njoo huku, njoo kule, njoo hivi, ukimbie kule, kuna maombi haya, kuna neema sawa ya ziada wamepewa. Lakini ngoja nikwambie, kwa Mkristo ambaye yuko vizuri na Mungu wake, anasikiliza mafundisho, anatii, ananyekea, anamfuata Mungu, anamtumikia, anafanya, yeye mwenyewe amepewa neema ya kuingia patakatifu pa patakatifu na kukutana na Mungu na kumwambia shida zake na matatizo alionayo na kupata suluhisho. Haleluya. Ngoja nikupe mfano miwili kwa sababu nataka tuombe juu ya lile jambo ambalo nimekuambia. Samueli wa pili sura 21. Samueli wa pili sura ya 21. Twende pale kwenye mstari wa kwanza. Okay, Elisha, asante, nitasoma tu ili niweze kwenda nayo pamoja tupate kuomba katika jioni ya leo. Kwenye mstari wa kwanza mpaka wa 6 nataka nikuonyeshe kitu. Nataka nikuonyeshe. Biblia inasema basi Daudi akaenda Nobu kwa Ahimeleki. Samahani, nimekusomea mahali pengine, nimesoma Samueli wa kwanza. Samueli wa pili, nazungumzia Samueli wa pili sura ya 21 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Mstari wa kwanza mpaka wa 6. Kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3 mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Ndipo mfalme akawaita wa Gibeoni akawaambia, basi wa Gibeoni si wa wana wa Israeli, ila ni wa masalia ya Waamori, na wana wa Israeli walikuwa wamewaapia, lakini Sauli akatafuta kuwaua katika juhudi zake kwa ajili ya wana wa Israeli na Yuda. Basi Daudi akawaambia hao wa Gibeoni, niwatendee nini? Kwa tendo gani nifanye upatanisho mpate kuubariki urithi wa Bwana? Na hao wa Gibeoni
wakamwambia, si jambo la fedha wala dhahabu lililo kati yetu sisi na Sauli au nyumba yake, wala si juu yetu kumua mtu yeyote katika Israeli. Akasema, mtakayosema ndiyo nitakayo watendea ninyi. Wakamwambia mfalme, yule mtu aliyetupoteza na kutufanyia shauri la kutuharibu, tusikae katika mipaka yoyote ya Israeli, basi na tutolewe watu 7 katika wanawe, nasi tutawatundika mbele za Bwana katika Gibeoni, katika mlima wa Bwana. Na mfalme akasema, nitawatoa. Mpaka mstari wa 6. Sasa nataka nikueleze tu story hii kidogo, kwa sababu ni siku ya maombi. Daudi alikuwa katika changamoto kwenye uongozi wake, na moja ya changamoto, kulikuwa na tatizo ambalo linatokea mwaka kwa mwaka. Kulikuwa na shida ambayo inatokea mwaka kwa mwaka. Kama jinsi ambavyo nimesema, kuna matatizo ambayo yanaweza yakatokea katika maisha ya watu mwaka kwa mwaka, mwezi kwa mwezi, laweza tatizo likajirudia. Lakini angalia, wakati tatizo litokea kwenye nchi yote ambayo alikuwa anaongoza, Biblia inasema mvua haikunyesha. Kulikuwa na shida ya ukame, mvua hakukuwa na mvua mwaka mzima, Januari mpaka Disemba. Unajua, ndio maana nikasema hata sasa tunaona shida kwa sababu ya mvua, matope na vitu kama hivyo. Nataka nikwambie hizi ni baraka. Sema amen. Kuna mahali mvua zinatafutwa. Mwaka mzima ukipita hapa Januari 1 mpaka Disemba 31, mvua ikiwa haijanyesha hata tone, utaanza kuona shida. Utaona hilo vumbi, utaona mimea inakauka, utaona wanyama wanakosa chakula, utaona kuna shida inatokea. Chakula kitaanza kupungua, maana ile akiba tulionao ndio tutakula, hakuna mavuno mengine. Kwa hiyo kulikuwa mwaka wa kwanza njaa ikatokea. Ilipotokea, Daudi akaona labda ni mambo ya ukame, tabia nchi zilizobadilika, kuna vitu fulani vilitokea ama chochote. Ukaingia mwaka wa pili. Mwaka wa pili ulipoingia, tatizo lile lile likajirudia. Januari hakuwa na mvua. Daudi anafikiri labda Februari itanyesha, Februari hakuna. Anafikiri labda Machi itanyesha, Machi hakuna. April, Mei, Juni hakuna mvua. Umefika mwezi wa 8, Daudi akaona mwaka ambao unaisha mvua. Nchi mwaka wa pili hakuna mvua. Na Daudi alipoona hivyo, akawa bado anamgoja Bwana, pengine kama wengine tunavyomgoja Bwana katika changamoto ambazo tunapitia. Kwa hiyo mwaka wa 3 ukaingia, na mwaka wa 3 ulipoingia, njaa ikawa vile vile, tatizo likajirudia. Lililotokea mwaka wa kwanza likatokea mwaka wa pili, sasa linatokea mwaka wa 3. Na lilipotokea mwaka wa 3, Daudi akawa kama amestuka. Angalia kitu ambacho alifanya, ikawa kama amestuka. Kwenye mstari wa pili, Biblia inasema katika mstari wa pili, ndipo mfalme mstari ule wa kwanza, kulikuwa na njaa siku za Daudi muda wa miaka 3, mwaka kwa mwaka, naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Hebu tuseme wote, naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Angalia Daudi, pamoja na kwamba wakati huo Yesu hajaja, lakini anaona hili tatizo na shida iliyopo ni nini cha kufanya. Mwaka wa kwanza tumepata njaa, mwaka wa pili tumepata njaa, mwaka wa 3 tumepata njaa, ukame umekuwa mkali, mvua hakuna, yani hali imekuwa ni ngumu, miaka 3 hakuna mvua. Nini ambacho nitafanya? Daudi, Biblia inasema kwa sababu ni mwaka kwa mwaka, njaa imetokea, njaa imekamata nchi. Daudi akautafuta uso wa Bwana, kwa sababu katika uso wa Bwana kulikuwa na majibu. Haleluya. Kwa hiyo hata wewe katika ile changamoto, yeye ilikuwa ni mambo ya njaa katika nchi, hakuna mvua, hakuna hivi, ni mambo ya njaa. Lakini wewe unaweza kuwa na tatizo lingine, changamoto nyingine, shida nyingine, kwenye mambo ya ndoa, kwenye mambo ya familia, kwenye mambo ya masomo, kwenye mambo ya huduma, wewe unaweza kuwa na changamoto nyingine. Tatizo linajirudia, lilikuwepo mwaka jana, mwaka huu pia lipo, lilikuwepo mwezi uliopita, mwezi huu pia lipo. Shida ilikuwepo pale miezi 3 iliyopita, sasa ipo tena. Unaona inaenda muda baada ya muda. Daudi
akautafuta uso wa Bwana. Daudi alitafuta, hawa walikuwa wanatafuta katika hali ya kivuli, lakini wewe, kifo cha Yesu msalabani kimepasua pazia. Wewe umeletwa kwa Mungu, ingia pale, zungumza naye. Haleluya! Juu ya changamoto ambayo unapitia, ni kitu ambacho ni cha muhimu. Daudi alitafuta uso wa Bwana, na alipotafuta, Bwana akamwambia, tatizo lililopo ni kwa sababu ya Wagibeoni. Tatizo lililopo na shida iliyopo ni kwa sababu ya Wagibeoni. Hawa Wagibeoni walikuwa sio wana wa Israeli. Yalikuwa ni masalia ya makabila mengine. Kulipotokea vita, kulipotokea hivi, watu waliangamizwa, walifanya hivi, alafu kuna watu ambao walibaki kwa bahati mbaya ama nzuri, walibaki katika mambo ya vita, katika mambo ya kuangamizwa, walipobaki, walipojiunga na wana wa Israeli, walipokuwa nao, Mungu akataka wasiwawe, waachwe. Yalikuwa ni masalia, waachwe. Walipoachwa, ikawa kama ni nadhiri, kama ni agano limefanyika, kama kiapo kimefanyika kwamba hawatawaua, watawaacha. Lakini kwenye uongozi wa Sauli alifanya majaribio ya kuwatafuta, na muda ulikuwepo hautoshi. Tungeanza kutafuta maandiko tuone. Aliwatafuta, wengine akawa anawaua, wengine anasema sio Waisraeli nyie, wengine Bwana akachukia. Na alipochukia, anamwambia Daudi, ni kwa sababu ya Wagibeoni, kwa sababu ya Sauli aliyofanya kwa wale Wagibeoni. Lazima ufahamu kitu kimoja, matatizo yanayojirudia yanayo sababu, shida zinazojirudia zinazo sababu. Yale unayoombea ambayo hayaondoki au yanaondoka baada ya muda yanarudi, yanazo sababu. Sasa utapata wapi majibu yake? Si kwa kukimbia, si kwa kuhamahama makanisa, si kwa kuingia na kumuuliza Bwana. Pazia limepasuka. Si lazima hata mpaka mchungaji ndiye akuombee ama chochote. Waweza wewe mwenyewe kusema nachukua siku 3. Hizi siku 3 nitamuuliza Bwana kwa habari ya hili tatizo. Muulize, yeye atakwambia sababu. Daudi aliambiwa sababu. Haleluya! Na alipoambiwa sababu, angalia jinsi Daudi alikuwa ni mtu mnyenyekevu. Alipoambiwa sababu ni hao Wagibeoni, Wagibeoni wamechukia, Wagibeoni wamekasirika, Wagibeoni kuna upatanisho ambao unatakiwa kufanyika. Daudi aliposikia, akawaita Wagibeoni, akatafuta upatanisho, kwa sababu Mungu ameona hili tatizo ambalo Daudi alikuwa nalo hapa, hili haliondoki kwa kufunga. Unafikiri linaondoka kwa kufunga? Haliondoki pia kwa maombi. Kwa sababu tatizo sio kuomba, tatizo sio kufunga hapa. Tatizo ni Wagibeoni walitendewa visivyo. Daudi akawaita, akaketi nao. Hakuambia kwamba nimewaita ili tufunge pamoja, hakuambia kwamba nimewaita ili tuombe pamoja, hakuambia kwamba Biblia inasema kwamba Daudi alipowaita aliwaambia Wagibeoni kwamba nimemuuliza Mungu, nimeongea naye. Mungu amesema tatizo lililopo ni kwa sababu yenu ninyi, niambieni kuna nini. Na ndipo wakaanza kuongea juu ya Sauli na mambo alifanya. Akawaambia, na hawa Wagibeoni walikuwa ni watu ajabu sana, na mimi najua kabisa pamoja na changamoto zilizopo, Mungu alikuwa anawatunza. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa upande sawa wa Mungu. Na ndio maana nawaambia hili jambo Daudi, angalia ambacho walikisema. Ni jambo ambalo walisema ambacho kitu ambacho ni cha kipekee kidogo. Mstari wa 2, ndipo mfalme akawaita Wagibeoni, akawaambia, basi Wagibeoni hao si wana wa Israeli, ila ni wamasalia wa Amori, na wana wa Israeli walikuwa wamewaapia. Lakini Sauli akatafuta kuwaua katika juhudi yake kwa ajili ya wana wa Israeli na Yuda, akatafuta kuwaua. Basi Daudi akawaambia hao Wagibeoni, niwatendee nini na kwa tendo gani nifanye upatanisho mpate kuubariki urithi wa Bwana? Kilichokuwa kinatakiwa ni Wagibeoni waubariki urithi wa Bwana. Daudi anasema nifanye nini? Wangemwambia Daudi, ututafutie kila mmoja gari, Daudi angewanunulia magari. Wangemwambia kila mmoja tuwekee kwenye akaunti za benki, kila mmoja awe na fedha za kutosha, Daudi angeamuru fedha, hazina iachilie fedha kwa ajili ya Wagibeoni. Lakini Wagibeoni walikuwa ni watu ajabu. Basi
kwenye mstari wa 4, na hao wa Gibeoni wakamwambia, si jambo la fedha wala dhahabu lililo kati ya sisi na Sauli au nyumba yake, wala si juu yetu kumua mtu yeyote katika Israeli. Daudi akasema, mtakayosema ndiyo nitakayo watendea. Si jambo la fedha, ni jambo la kiroho. Kuna mambo ya kufanya kiroho, kuna mambo ya kushughulikia kiroho, una upatanisho ambao unahitaji. Kwa maneno mengine, haya matatizo yanayorudia mwaka kwa mwaka lazima utafute yana sababu, na unapotafuta hiyo sababu kwa Bwana, Bwana ni mwaminifu, atakupa, na atakapokupa, pazia lilipasuka. Ingia kwenye kiti cha rehema, ingia kwenye kiti cha hukumu, ingia kwenye kiti cha haki ya Mungu, uzungumze naye juu ya shida hiyo. Haiwezi kukaa ikadumu wakati Yesu alikufa kwa ajili yako, wakati Yesu alichukua dhambi zako, wakati Yesu alichukua mikosi yako, wakati Yesu alichukua shida zako. Haipaswi hilo jambo liendelee kudumu. Wewe unachohitaji ni nini? Kumuuliza Bwana, na Bwana ana majibu. Sema amen, sema amen. Kwa hiyo Bwana alieleza ile siri ikasuluhishwa. Sasa sitaweza kuendelea pale, lakini ningeendelea pale, ningewaonyesha jinsi ambavyo, na hata wewe ukiwa nyumbani endelea kusoma ile habari, utaona jinsi ambavyo wale watu walisema watolewe watu 7 kwenye nyumba ya Sauli, ambaye ndiye alitutesa, ndiye alitusumbua, ndiye ambaye alitaka kutuharibu, ndiye alijaribu kutuua, ndiye alijaribu kutusambaratisha, ndiye amesambaratisha familia zetu, ndiye amesambaratisha watu 7. Kwa hiyo Daudi akamwambia, nitawapa kwenye familia ya Sauli na wake za Sauli. Akachagua baadhi ya watoto akawatoa kwa Gibeoni, akamwambia, chukueni watu 2 kwa mke fulani, chukueni watu 2 kwa mke fulani, chukueni 2 mpaka watu 7. Akamwepusha Mefibosheti. Mefibosheti alikuwa mtoto wa rafiki yake Yonathani. Sasa kwa sababu wana agano ambalo waliapiana na Yonathani kwa ajili ya urafiki waliokuwa nao, akamwepusha Mefibosheti, akawaachilia wengine 7. Alipoachilia, wale wa Gibeoni wakalipiza kisasi, wakawatundika mbele za Bwana, na walipowatundika mbele za Bwana, yani ukiendelea, mvua ikanyesha ya kupita kawaida. Haleluya! Hili ni tatizo lililokuwa linajirudia, lakini pia ni tatizo ambalo tunaweza tukasema haliishi. Hili lisingeisha hata angekwenda miaka 10, lingekwenda vile. Hata angekwenda miaka mingapi, lingekwenda. Sasa angetaabika sana, lakini Daudi anasema akamtafuta Bwana. Mwambie mwenzako, kwenye matatizo mengine mtafute Bwana. Wakati mwingine sio mchumba wa kutafuta, wakati mwingine sio mchungaji wa kutafuta, wakati mwingine sio mjomba wako kwa sababu tu anafanya biashara kubwa ndio wa kutafuta. Wakati mwingine unahitaji kumtafuta Bwana. Na unajua tunaposema kumtafuta Bwana, wengine wanashangaa kwamba kuna watu wanamtafuta alafu wanamuona. Mbona mimi simuoni? Mtafute. Ukimtafuta anaonekana, ukimtafuta anapatikana. Ngoja nikupe mfano wa pili, tuombe. Mfano wa pili ambao nataka nikupe utakusaidia kidogo. Mwanzo 26. Twende Mwanzo 26 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Elisha unaweza kusomea tu. Mwanzo 26 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Mpaka wa 6. Yes. Ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku ya Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Asante. Hebu kwanza hapo nizungumzie kitu fulani. Ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki. Iko hivi, ilitokea njaa isiyo ya kawaida. Halafu hiyo njaa ilikuwa njaa kupita kama njaa ile iliyotokea wakati wa Ibrahimu. Kwa maneno mengine, wakati wa Ibrahimu ilitokea njaa,
Na ilipotokea wakati wa Ibrahimu njaa, pengine Isaka alikuwa mtoto, pengine Isaka alikuwa kijana, pengine Isaka alikuwa hajazaliwa, pengine Isaka alikuwa, yani ilitokea njaa. Lakini wakati imetokea njaa, wakati wa Ibrahimu, miaka ikapita, wamezaliwa wakina Isaka wamekuwa na mambo mengine. Wakati wa maisha ya Isaka inatokea njaa kama iliyotokea wakati wa baba yake. Bwana asifiwe sana. Okay, sawa. Mstari wa pili. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Kwa ugenini katika nchi hiyo, nami kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote. Nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Mstari wa 6. Isaka akakaa katika Gerari. Asante sana. Isaka kaa katika Gerari. Sasa hapa nataka tu nikuonyeshe kitu fulani. Njaa iliyotokea wakati wa Ibrahimu imekuja kutokea wakati wa Isaka. Hili ndio jambo la kwanza nataka ulione. Jambo la pili nataka ulione, Mungu alimtokea Isaka akampa maelekezo kwamba ingawa jambo hilo linajirudia, liliwahi kutokea wakati wa baba yako, lakini maelekezo ninayokupa ni haya: kaa katika nchi hii, fanya hivi, fanya hivi, fanya vile. Kwa maneno mengine, katika mambo yanayojirudia, sijui nisemeje, lakini tuna ndugu zetu, baba zetu, mama zetu, wajomba, shangazi, babu, bibi, kuna mavitu walifanya. Yako mavitu yanaweza yakakupata leo, lakini yaliwahi kuwapata babu zako na bibi zako. Sawa, unaweza kusema tumeokoka, ni kweli, wala hakuna shida, tumeokoka. Na tukiokoka tutafanyika viumbe wapya, tunazaliwa mara ya pili, ya kale yanapita, yanakuwa mapya na mambo mengine. Lakini zile hali ambazo tunaishi mguu pande mguu sawa, leo tuko ndani, kesho tuko nje, zinasababisha hivi vitu vinakuja. Lakini pamoja na hayo, mimi ninachotaka kuonyesha hapa ni kitu hiki. Hili jambo lilikuwa linajirudia, ila liliwahi kutokea wakati wa Ibrahimu. Sasa lilikuwa linajirudia kwa Isaka, Mungu akamtokea Isaka, Mungu akasema naye Isaka, Mungu akampa maelekezo Isaka. Mimi nataka nikwambie, katika mambo haya ambayo yanajirudia, unahitaji kuisikia sauti ya Mungu. Umesikia nilichosema? Unahitaji kuisikia sauti ya Mungu. Isaka alikuwa na safari zake. Njaa inatokea, unajua alikuwa na safari na anasafiri. Anakuwa na safari. Mungu akasema, usishuke, usiende huko unakokwenda, wewe kaa hapa na mambo mengine. Kwa hiyo akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia mimi. Unahitaji kwenye hii njaa inayojirudia, iliyowahi kutokea wakati wa baba yako, unahitaji kupata maelekezo kutoka kwangu. Ukiyafuata maelekezo kutoka kwangu, njaa hii haitakusumbua, njaa hii haitakukabili kama watu wengine. Sikiliza maelekezo ambayo ninakupa. Kwa hiyo katika mambo yanayojirudia, unahitaji kupata maelekezo kutoka kwa Bwana. Bwana atokee na kusema. Na Isaka akapewa maelekezo, kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Sasa hili jambo nataka ulione. Unafahamu kuna jinsi nataka ulione. Viapo nilivyomwapia Ibrahimu nitavitenda kwa wema kwako. Kwa maneno mengine, kama wazazi lazima tuelewe sana juu ya mambo ambayo tunafanya na maisha ambayo tunaishi, kwa sababu yanaweza kuathiri katika familia zetu.
Leo Ibrahimu alifanya mema, na Mungu anasema nilimwapia Ibrahimu kwa mema yake kwamba nitafanya. Kwa hiyo nitafanya kwako kwa sababu ya kiapo ambacho nimemwapia Ibrahimu. Lakini nitafanya hivi kwa sababu nilimwapia Ibrahimu, maana ametenda mema. Sasa najiuliza, Ibrahimu angetenda mabaya ingekuwaje juu ya Isaka? Kwa hiyo anasema nitafanya kwa sababu nilimwapia Ibrahimu baba yako. Anasema nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Kwa sababu Ibrahimu, angalia hayo maneno, kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu, Isaka akakaa katika Gerari. Anasema kwa sababu baba yako alisikia, alifuata maagizo yangu, alifuata maelekezo. Sasa wewe bado ni mtoto, sijajua, lakini unahitaji maelekezo kutoka kwangu. Hata katika njia kama hii unahitaji maelekezo kutoka, na ndio maana unapoendelea na hii habari, kwa mfano kwenye mstari wa 12, angalia pale chini, Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Haleluya. Hata katika matatizo yanayojirudia ya kifamilia, haimaanishi kwa sababu familia yako imepita kwenye changamoto fulani wewe kwamba lazima upitie huko, lazima utesekee huko. Unachohitaji ni kusikia sauti ya Bwana. Ukisikia sauti ya Bwana, Bwana anaweza kubadili, Bwana anaweza kutenda. Isaka ambaye wakati wa njaa, wa changamoto, angalia, anapanda mbegu katika nchi ile, anapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ukipanda kisado kimoja unavuna visado 100. Ukipanda debe moja unavuna madebe 100. Ukipanda gunia moja unavuna magunia 100. Haleluya. Hizi ni baraka za ajabu kutoka kwa Mungu. Na wewe pia inawezekana, hata kwenye matatizo yanayojirudia ya kifamilia. Haijalishi familia imepita kwenye nini. Familia zetu nyingi zimeabudu mizimu, zimefanya vitu. Sio kwamba matatizo yao yakufuate huko. Wewe yanaweza yakakufuata, yakaja, ni kawaida. Tatizo kujirudia wala sio shida, ni kawaida. Ila wewe sikia maelekezo kutoka kwa Bwana. Upande wa Daudi nilikwambia utafute uso wake, mtafute Bwana, maana pazia la hekalu limepasuka ili uweze kuingia pale. Lakini hapa nakwambia sikiliza maelekezo ya Mungu wako. Sema amen. Wangapi wananielewa? Katika jioni ya leo nataka tukapate kuomba. Ni jioni ya maombi. Tuwe na muda mfupi mzuri lakini wa maombi. Tuombe kwa ajili ya shida zile ambazo zinajua. President worship njoni hapa. Kwa ajili ya zile shida na changamoto na matatizo, nataka tuombe. Yale matatizo ambayo yanajirudia, angalia hili lilitokea kwa Ibrahimu, limekuja kutokea kwa Isaka. Kwa nini litokea kwa Isaka? Linajirudia. Angalia juu ya Daudi, mwaka kwa mwaka nchi ina njaa, nchi haiko vizuri, inajirudia. Lakini Daudi akauliza kwa Bwana na Bwana akampa matokeo. Angalia je, Isaka anapata maelekezo ya Mungu aliye hai. Hebu simama kwa miguu yako. Nataka tunakwenda kwenye maombi baada ya wimbo huu ambao prezo unaleta. Ni maombi ya moja kwa moja. Ni maombi ambayo usinyamaze. Ni maombi ambayo tafuta nafasi yako. Ni jioni ya maombi ya kufunguliwa kabisa. Ni jioni ya maombi ya kuwekwa huru kabisa. Ni jioni ya maombi ya kumwambia Bwana yale matatizo ambayo yanajirudia yasijirudie tena kwetu. Ni jioni ya kumwambia yale matatizo yanayojirudia, Bwana sema nasi kwamba kuna shida gani. Muulize Bwana. Wa Gibeoni ilikuwa ni tatizo lile lingeweza kuendelea. Daudi alipouliza alipewa siri, kumwambia Bwana nipe siri. Kwa nini hili tatizo linajirudia? Laweza likawa ni la kikazi, laweza likawa ni la ndoa, laweza likawa ni la familia, laweza likawa ni la maisha, laweza likawa ni changamoto zozote unazopitia katika huduma. Mambo yanajirudia kwa jinsi moja ama nyingine. Waweza kusema na Bwana jioni ya leo. Inawezekana.
Isaka alihitaji kusikia tu sauti ya Bwana, na aliposikia Bwana alimsaidia. Bwana alitenda pamoja na kwamba ulikuwa ni wakati wa njaa. Wewe pia unahitaji kusikia sauti ya Mungu anaposema na wewe, unahitaji kusikia tu maelekezo yake. Nataka tukapate kuomba kwa pamoja. Utafute nafasi. Kama hii haikutoshi, utafute nafasi. Nataka uweze kuomba kwa kumaanisha. Nataka uweze kusema Mungu kwa kumaanisha. Wewe ndiye unayajua maisha yako. Wewe ndiye unajua ni vitu gani vinajirudia. Mungu alipoona kwamba dhambi zinajirudia, katuma wakina Nuhu, katuma akina Isaya, katuma akina Yeremia, katuma manabii wake, wanawapiga, wanawakataa. Alipoona vitu vinajirudia, alileta Yesu Kristo ili iwe hitimisho. Tunamhitaji Yesu katika changamoto hizi. Tunamhitaji Yesu katika shida hizi. Inawezekana. Hebu tupate wimbo huu. Weka mkono wako chini. Mataifa yote Hebu sema maneno haya, sema Bwana Yesu, kwa sauti kabisa sema Bwana Yesu, jioni ya leo niko mbele zako kwa ajili ya kila hitaji, kwa ajili ya kila tatizo lisiloisha, kwa ajili ya kila tatizo linalojirudia, kwa jina la Yesu. Yesu Kristo, ulikufa pale msalabani ili kunipa nafasi, niweze kuingia patakatifu pako. Bwana,
Bwana. jioni ya leo, Jioni ya leo. jioni ya leo, Jioni ya leo. ninaingia Ninaingia patakatifu pako patakatifu kwa pako. jina la Yesu, Kwa jina la kwa Yesu. sababu Kwa sababu neno lako neno lako limesema wazi, limesema hicho wazi. ndicho kiini, Ndicho kiini. hicho ndicho kiini ndicho kiini cha imani yangu. cha imani Kwa yangu. jina la Kwa Yesu jina la Yesu. ninaingia Ninaingia patakatifu pako patakatifu kwa pako. jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninayaleta Nayaleta mahitaji yangu mahitaji yangu. yale yote yasiyojibiwa, Yasiyojibiwa. ninayaleta Ninayaleta mahitaji yangu mahitaji yangu. yale yote Yale yote yanayojirudia yanayojirudia. kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Bwana. unisaidie, Unisaidie. 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 Jioni ya leo Jioni ya leo. ninakataa Ninakataa kila kazi kila kazi ya shetani ya shetani juu ya mahitaji haya, Kila mahitaji juu ya haya. mahitaji Juu ya haya mahitaji kwa haya. jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Haijalishi Haijalishi ni magonjwa, ni magonjwa. haijalishi Haijalishi ni mambo ya ni kiuchumi, mambo ya kiuchumi. haijalishi Haijalishi ni mambo ya familia, mambo ya familia. haijalishi Haijalishi ni mambo ya kazi. mambo ya kazi. Jioni ya leo Jioni ya leo. nayaleta Nayaleta mikononi mwako, mikononi mwako. haijalishi Haijalishi ni mambo ya huduma. ni mambo ya huduma. Jioni ya leo Jioni ya leo. nayaleta Nayaleta mikononi mwako mikononi kwa mwako. jina la Yesu. jina la Yesu. Hebu sema na Bwana sasa. Yes. Sema na Bwana, sema na Bwana. Endelea kusema na Bwana. Wewe ingia patakatifu, ingia patakatifu, patakatifu. Sema na Bwana juu ya yale ambayo umekuwa ukiombea na hujapata majibu, lakini sema na Bwana juu ya yale ambayo amekuwa kijirudia rudia. Wewe unayajua yale mambo ambayo yanajirudia kwenye maisha yako, kwenye familia yenu unayajua. Wewe sema na Bwana tu, sema na Bwana. Bwana ametupa heshima ya kupaingia patakatifu pake kupitia damu yake ya thamani aliyomwaga pale msalabani. Sema na Bwana tu. Baba, katika jina la Yesu tunaleta kanisa lote mikononi mwako, tunapaingia patakatifu pako tena kwa damu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yako mahitaji ambayo yamekuwa yakijirudia rudia, yako mambo ambayo tumekuwa tukiombea lakini hatujapata majibu kwa wakati, lakini leo tunapaingia patakatifu pako kupitia neno hili ambalo mtumishi wako amesema nasi katika mchana wa leo. Bwana, katika majira haya, katika wakati huu, Bwana tusaidie tena katika jina la Yesu Kristo. Wewe endelea kusema na Bwana, tusinyamaze. Sema na Bwana, tusema na Bwana. Wewe ndio utakayeteseka, ukinyamaza utaendelea kuteseka. Wakati umepewa nafasi ya kupangia patakatifu pake ili uweze kueleza hoja. Angalia jinsi ambavyo Daudi alisema na Bwana. Biblia inasema Daudi akautafuta uso wa Bwana, Bwana akampa majibu ya amani. Na katika siku ya leo unaweza kumtafuta Bwana tena na Bwana akakupa majibu. Tukatoka kwenye ibada hii tuko tumepokea majibu kutoka kwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tunapangia patakatifu pako tena, tunaomba majibu kutoka kwako. Kuna mambo ambayo yamekuwa kijirudia kwenye maisha yetu, kwenye huduma zetu, kwa watoto wetu, kwenye ndoa zetu. Kuna mambo ambayo yamekuwa kijirudia. Leo tunakutafuta tena. Jioni ya leo Betheli tunakutafuta. Jioni ya leo wanaume tunakutafuta. Jioni ya leo wanawake tunakutafuta. Jioni ya leo vijana tunakutafuta. Bwana, utusaidie tena katika jina la Yesu Kristo. Tuondoke tena mahali hapa tukiwa tuna majibu kama jinsi ambavyo ulimpa mtumishi wako Daudi majibu ya amani. Bwana, ukatupe na sisi majibu tena katika jina la Yesu Kristo. Tutoke mahali hapa tukiwa tuna majibu kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo. Utusaidie pia kama jinsi ambavyo ulimsaidia mtumishi wako Isaka kuisikia sauti yako na kufuata maelekezo. Katika jioni ya leo tuko tayari kufuata maelekezo, tuko tayari kusikia kutoka kwako, tuko tayari. Tumesikia kupitia mtumishi wako ambao umesema naye kwa ajili yetu. Bwana, tuko tayari kufuata maelekezo ili tukafanikiwe kama jinsi ambavyo Isaka alifanikiwa, lakini kwa kusikia sauti na kufuata ile maelekezo uliompa. Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya hayo ambayo tusema nasi tena katika jioni ya leo. Tuko tayari kufuata maelekezo ili tukafanikiwe, tuko tayari kufuata maelekezo ili tufanikiwe. Bwana, tunakutafuta wewe tena katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, usinyamaze. Mwambie tu Bwana uko tayari kufuata maelekezo, uko tayari kusikia ili uweze kufanikiwa. Biblia inasema kwa neno hili ambalo tumefundishwa na mtumishi wa Bwana baba yetu askofu, ya kwamba Isaka akasikia akafuata maelekezo na Bwana akambariki. Ndio maana unaona alipanda kipimo kimoja akavuna 100 kwa sababu alisikiliza na akafuata maelekezo. Mtu wa Mungu, tutafanikiwa tutakaposikiliza na kufuata maelekezo yale ambayo Mungu anasema nasi. Bwana,
tunakushukuru kwa ajili ya hilo. Tunakiri mbele zako, mbele ya madhabahu yako takatifu, ya kwamba tutafuata maelekezo, ya kwamba tutasikia na kufuata maelekezo, ili kwamba tukafanikiwe sisi na watoto wetu, ili kwamba tukafanikiwe kwenye biashara zetu, ili kwamba tukafanikiwe kwenye ndoa zetu, ili kwamba tukafanikiwe kwenye masomo yetu. Tutasikia na kufuata maelekezo. Bwana tusaidie tufuate maelekezo. Bwana tusaidie tufuate maelekezo. Muombe Bwana kusaidie ufuate maelekezo. Ukienda nje na maelekezo hautafanikiwa. Ninakwambia mtu wa Mungu, sikia neno la Bwana, fuata maelekezo. Baba tusaidie tena. Jioni leo tunakuja kwako, tunaomba utusaidie tena, tusikie kutoka kwako, lakini tufuate maelekezo yale ambayo umesema nasi, jua ndoa zetu, jua nyumba zetu, jua watoto wetu, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba, tumwambie Bwana kusaidie, mwambie Bwana kusaidie katika jina la Yesu Kristo. Mwambie tu Bwana kusaidie, mwambie Bwana kusaidie ufuate maelekezo. Mwambie Bwana kusaidie kutafuta uso wake. Daudi alifanikiwa kwa sababu aliutafuta uso wa Bwana. Usiende kumtafuta mjomba, usiende kumtafuta shangazi mwenye fedha. Wewe mtafute tu Bwana, utapata mafanikio. Wewe mtafute tu Bwana, utapata majibu ya amani katika jina la Yesu Kristo. Bwana tupe neema tena katika ibada hii. Tupe neema tena katika ibada hii. Tunapokabiliana na mambo yanapojirudia kwenye maisha yetu, tupe neema, tupe ufahamu wa kukutafuta wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ili tukafanikiwe, ili tupate majibu ya amani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tusaidie Mungu mwaminifu, utusaidie tena sisi na watoto wetu, utusaidie kama kanisa Betheli katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utusaidie Bwana wangu na Mungu wangu katika jina la Yesu Kristo. Naendelea kuomba tu Bwana akusaidie katika kila jambo, akusaidie unapomtafuta, akupe majibu ya amani katika jina la Yesu, kama alivyompa Daudi mtumishi wake, pia akupe na wewe mtu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa neema yako, asante Bwana kwa ajili ya majibu mazuri ambayo umetupa tena katika siku ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tutatoka mahali hapa Bwana tukiwa tumepata majibu ya amani. Tunatoka katika ibada hii tukiwa tumepata maarifa kutoka kwako, ya kwamba wakati mwingine yale mambo ambayo yanajirudia kwenye maisha yetu, kwenye kazi zetu, kwenye ofisi zetu, kumbe solution ni kukutafuta tu wewe. Yale mambo ambayo hakika tunataka kufanikiwa, kumbe solution ni kusikia kutoka kwako na kufuata maelekezo. Bwana tusaidie katika jina la Yesu Kristo, na tusaidie Bwana ili kwamba tufanye yote kwa ajili ya utukufu wa jina lako, lakini tufanye yote hayo kwa ajili yetu sisi na watoto wetu na kwa ajili ya ufalme wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana kwa uaminifu wako, asante Bwana kwa ajili ya yote ambao umeyatenda sasa katika jina la Yesu Kristo. Hebu sema tena katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ninakataa. Nakataa kila kizuizi. Kila kizuizi. Kinachozuia. Maombi yangu. Yasijibiwe. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nakataa. Kila kizuizi. Kinachosababisha. Kuchelewa. Kwa majibu. Ya maombi yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jioni ya leo. Nakataa. Kila kazi ya ibilisi. Kwa jina la Yesu. Jioni ya leo. Kwa ushindi. Uliopatikana. Pale msalabani. Kwa ushindi. Uliopatikana. Kwa kifo cha Yesu. Jioni ya leo. Ninatabiri. Maisha yangu. Yatakuwa maisha. Ya ushindi. Yatakuwa maisha. Ya mafanikio. Kwa jina la Yesu. Kila baraka inayotokana na msalaba, hiyo baraka nitaipokea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu shikaneni mikono hivi pale mlipo, shikana mikono. Msalaba wa Yesu kuna baraka ambazo umeleta katika maisha ya watu, ni ya kipekee sana. Kuna baraka ambazo umeleta kwenye maisha yetu, si bure. Kifo cha Yesu ni kifo cha kipekee, ni cha thamani. Damu yake ilipomwagika ni damu ya kipekee, ni ya thamani. Ndiyo ambayo ilitununua, ndiyo ambayo ilitulipia deni. Kuna baraka zinazopatana na msalaba, na ndio maana siku kama za leo wala si siku za kuogopa kwamba sijui usile nyama, sijui usile nini. Kwa sababu ni siku za ushindi, ni siku za mafanikio
kama shetani angejua kile anachofanya juu ya Yesu Kristo, wala asingefanya, kwa sababu kifo chake kilileta uzima wetu, kilileta uponyaji wetu. Nataka umwombee mwenzako baraka zinazoambatana, baraka zinazotokana na msalaba wa Yesu na kifo cha Yesu, ziambatane na maisha yake, ziambatane na wokovu wake, ziambatane. Hebu omba sasa. Baba, katika jina la Yesu, omba juu yake, omba juu yake, omba juu yake. Watu wawili hao waombee, ambaye yuko kulia kwako na ambaye yuko kushoto kwako, muombe katika jioni leo, muombe. Omba tu usinyamaze, omba tu usinyamaze, omba tu. Nasema tena omba tu usinyamaze, omba kwa ajili yake, omba kwa ajili yake, omba tena kwa ajili yake. Sema na Bwana, ziko baraka zinazoambatana na ushindi uliotokana pale msalabani, ziko baraka zinazoambatana na msalaba wa Yesu Kristo. Kifo chake hakikuwa bure. Wengine tulikuwa wenye dhambi, wengine tulikuwa wachawi, wengine tulikuwa waganga, wengine tulikuwa wezi, wengine tulikuwa majambazi, wengine tulikuwa malaya, lakini Bwana alitutoa kule. Bwana alituokoa. Damu yake imekuwa damu ya kipekee, imekuwa damu ya thamani, imekuwa damu ya ushindi wetu, imekuwa damu ya kumuona yeye, imekuwa damu ya kupata upenyo. Ni damu yake tu ambayo imetenda mambo makubwa. Damu yake ni ya kipekee. Sema tena na Bwana, maana damu ya Yesu ni ya kipekee sana. Damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, kila tone lilikuwa la thamani, kila tone lilikuwa la kipekee, kila tone lilikuwa linaleta utajirisho wako, kila tone lilikuwa linakupatia upenyo, kila tone lilikuwa linakupeleka kwenye nafasi nyingine. Kila tone lililomwagika la damu ya Yesu pale msalabani lilikuwa la kipekee. Zaidi ya yote alipata ushindi. Ndicho kiini cha imani yetu, ndicho kiini cha imani ya Kikristo. Yeye alipokufa pale msalabani, kiini cha imani yetu kilianza. Yeye alipozikwa alikwenda pia kuzimu kuwahubiri wale ambao wako kifungoni. Kiini cha imani yetu kilikuwepo, lakini ule ufufuko wake ni ufufuko wa kipekee, ni ufufuko wa nguvu. Ilikuwepo kiini cha imani yetu. Ukombozi wetu ulipatikana, msamaha wa dhambi ulipatikana, haki yetu ilipatikana. Ni wakati wa kipekee. Sema na Bwana juu ya ndugu yako. Nasema tena sema, 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 wala usinyamaze juu yake. Nasema tena sema kwa jina la Yesu Kristo. Sema juu yake, 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 sema juu yake. Sema tu. Baraka zinazoambatana na msalaba wa Yesu Kristo ziandamane na maisha mwanamume huyo, ziandamane na maisha mwanamke huyo, ziandamane na kila mmoja mahali hapa katika jioni leo, kwa jina la Yesu Kristo. Ikawe jioni ya ushindi, ikawe jioni ya uzima, ikawe jioni ya mafanikio, ikawe jioni ya uponyaji kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ni jioni ya kipekee, ni jioni ya uzima wetu, ni jioni ya kufunguliwa, ni jioni ya uponyaji wetu kwa jina la Yesu Kristo. Rimasepo litasita shenterebosi shantarabosa kapo. Ni kweli aliteseka, ni kweli ilionekana anateseka, lakini alikuwa analeta ukombozi kwako, lakini alikuwa analeta ukombozi kwangu, lakini alikuwa analeta ukombozi kwa watoto wangu, lakini alikuwa analeta ukombozi kwa mke wangu, lakini alikuwa analeta ukombozi kwa ndugu zangu, lakini alikuwa analeta ukombozi. Ni kweli ilionekana anateseka, lakini alikuwa analeta ukombozi. Rapose tapasi ranta rabosaka
Biblia inasema alidharauliwa na ukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, lakini hatukumhesabu kuwa kitu, lakini ameachukua masikitiko yetu. Katika jioni ya leo ameachukua masikitiko yako. Jioni ya leo amejitwika huzuni zako. Jioni ya leo ulimdhania kwamba amepigwa na Mungu, bali alijeruhiwa kwa sababu ya makosa yetu. Yes. Kwa kupigwa kwa Yesu Kristo tulipata uponyaji. Tulipata uponyaji. Tulipata uponyaji. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Kwa kupigwa kwa Yesu mimi nilipona. Mimi nilipona. Na kwa sababu hiyo jioni ya leo ninakataa kila aina ya magonjwa ya kuambukiza na kila aina ya magonjwa yasiyoambukiza kwa jina la Yesu. Jioni ya leo ninakataa kansa, presha, kisukari, TB kwa jina la Yesu. Jioni ya leo nakataa homa za usiku, nakataa majipu, nakataa allergy kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu jioni ya leo ninakataa magonjwa ya tumbo, magonjwa ya kifua, magonjwa ya migongo, magonjwa ya miguu, magonjwa ya kichwa kwa jina la Yesu. Homa za usiku jioni ya leo nazikataa, 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 nazikataa kwa jina la Yesu. Jioni ya leo ninatangaza, ninatangaza kwa kupigwa Yesu mimi nimepona, mimi nimepona, mimi nimepona kwa jina la Yesu. Amen.